Mila potofu ni kweli imekuwa ni sababu mojawapo ambayo imekuwa ikitajwa au inasemekana inasababisha kwa namna moja au nyingine uvunjwaji wa haki za binadamu. Lakini hatuwezi kusema kimsingi kwamba ni mila potofu, kwa sababu ziko mila nzuri ambazo zinatusaidia, zimetushape, zimetujenga, tumekuwa watu wema, watu wenye maadili kwa sababu ya hizi mila. Lakini endapo mila itaonekana kwa namna moja au nyingine inakandamiza upatikanaji wa haki, kwa namna moja au nyingine jukumu la tume ni kutoa elimu, kuelimisha jamii kuhusiana na kuachana na mila zote ambazo zinaonekana zinavunja haki za binadamu. Kwa namna nyingine ni kwamba elimu inapofika kwenye jamii, hususan jamii ambayo tuseme inafanya vitendo vya ukeketaji kwa mfano kwa watoto, unaona kabisa kwamba elimu ikitolewa mara kwa mara, kwa sababu leo unaweza kutoa elimu muda ukapita ukasikia tena vitendo vimejitokeza, lakini elimu inatakiwa iwe endelevu. Watu wawe wanasikia kila wakati kwamba jambo hili si jema sana kwa sababu lina madhara kiafya kwa watoto wa kike, lakini sio tu kiafya, pia linaweza kusababisha kupoteza maisha kwa sababu ya kile kitendo cha ukeketaji. Ni baadhi tu ya mila ambazo ni baadhi ya vitendo ambavyo mila vinachangia kwa namna moja nyingine kusababisha vitendo vya ukatili, lakini elimu ndio ya msingi. Na kwa sasa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tumekuwa tunaendelea kutoa elimu. Tangu mwaka jana tumeanza kutoa elimu katika mkoa wa Kigoma, tumefanya mkoa wa Tabora na Singida, tumefanya na mkoa wa Iringa. Kwa sasa hivi, yani wiki hizi mbili, kuna elimu inaendelea mikoa ya Njombe pamoja na Manyara, lakini kwa Dodoma sisi ndio tunaongoza kundi hili la kutoa elimu. Nia ni nini? Ni kufikia wananchi wajue elimu ya haki za binadamu, wajue haki zao, namna ya kuzifikia. Lakini sio tu kujua haki, wanakumbushwa na wajibu, kwa sababu inajulikana kabisa hakuna haki bila wajibu. Wanakumbushwa wajibu wao kwamba kama mwananchi unatakiwa kulinda haki ya mwenzako, maana pale haki yako inapoishia ndipo haki ya mwingine inapoanzia. Lakini vile vile una wajibu wa kulinda na kuheshimu sheria za nchi, una wajibu wa kulinda amani ya nchi, lakini una wajibu wa kulinda pia rasilimali za nchi. Kwa hiyo tunawakumbusha wananchi. Kwa hiyo katika hii programu ya kutoa elimu tuna makundi tunaenda kuyafikia. Tuna kundi la watoto katika maeneo ya shule za sekondari, lakini vile vile tunaenda kutoa pia elimu kwa watendaji wa serikali za mitaa ambao ni maweo na maveo, so watendaji kuanzia mtaa na vitongoji. Tunawapa elimu ya utawala bora, haki za binadamu, kwa sababu tunajua misingi ya utawala bora inapovunjwa kwa namna moja au nyingine inasababisha uvunjwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo pia ni kundi ambalo tunaenda kulielimisha. Lakini vile vile tunategemea pia kufanya au kutoa elimu kwa waandishi wa habari, kwa sababu tunajua nyinyi ndio wasemaji wetu wazuri kuhusiana na vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu, kuwajengea uelewa, uelewa kuhusu haki za binadamu ni nini, ili mtakapoona vile viashiria vya uvunjwaji wa haki za binadamu iwe rahisi kwa nyinyi sasa kuweza kutusaidia kusemea hivyo vitendo na kupaza sauti, ili wananchi waondokane na zile dhana potofu za kuvunja haki za wengine. Tume ili iweze kufanya kazi vizuri imeondoa sheria ukiandika tu sura ya 391 basi unaikuta tume pale. Kwa hiyo tume ni chombo cha serikali ambacho kipo kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria. Majukumu yake ni yapi Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora? Majukumu ya tume ni mengi, yameainishwa katika katiba na katika sheria pia. Yapo mengi, lakini mojawapo ya majukumu ya tume ni kupokea malalamiko ya wananchi na kuyafanyia uchunguzi. Lakini tume pia ina jukumu la kutoa elimu na kufanya tafiti. Tume pia ina jukumu la kutembelea magereza na vitu wanavyozuiliwa watu kwa ajili ya kufanya ukaguzi na baadaye kutoa mapendekezo
ya kitu ilichoona kwa ajili ya kurekebisha hali ile. Lakini pia tume inatoa ushauri. Yawezekana kwamba unaweza ukaja ya kwamba una lalamiko lakini saa nyingine kumbe tume halichunguzi, lakini tume inaweza kukushauri pia sehemu ya kupeleka lalamiko lako kwa ajili ya kuchunguzwa. Lakini pia tume ni mshauri wa serikali kwenye mambo ya mikataba, namna ya kujadili mikataba kwa ajili ya kuridhia, lakini pia kupitia sheria mbalimbali za ambazo zipo kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kushauri kwa ajili ya kuziboresha au kufanyia marekebisho. Lakini pia tume inalo jukumu la kufanya usuluhishi, ya kwamba kuna sehemu ambapo mnaweza mkafika ya kwamba sasa ili jambo limekuwa ni gumu, watu hawaelewani katika jambo fulani ambalo wametofautiana. Kwa hiyo tume inaweza ikawaita wale watu, ikaweka sehemu moja, then tume akakaa katikati kwa ajili ya kusuluhisha, na baadaye wale watu wakaendelea kuishi katika maisha mazuri. Kwa hiyo kwa minajili hiyo tume ipo kwa ajili ya kuona kwamba Tanzania yetu inaendelea katika kuwa na utulivu na amani. Kwa hiyo inayo majukumu mengi, lakini baadhi ya majukumu ambayo nimejaribu kuelezea ndio majukumu ambayo tume inashughulika nayo sana. Juzi tulikuwa tunasherehekea siku ya furaha duniani, na ripoti zimetoka, inaonekana Tanzania tuko nafasi ya 137 kati ya nchi 147. Nataka tusaidiane. Nyinyi kama tume ya haki za binadamu na utawala bora, maana miongoni mwa vitu vinavyotajwa vile vile ni watu kukosa haki, watu kukosa haki, ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Nyinyi kama tume mnafanyaje sasa ili kusaidia Watanzania tupande nafasi zaidi, tuwe na furaha zaidi? Okay, katika jambo hili nashukuru pia ya kwamba hata sisi yawezekana ni miongoni mwa hao wananchi mwa nchi, kwa sababu sisi hatuwezi tukajitoa katika nchi. Kwa sababu kama wanataja kwamba ni sehemu ambayo hawana furaha, basi na sisi yawezekana pia, pamoja na kwamba tuko tume, yawezekana kwa sababu furaha inategemea na ni kitu gani unachokipenda zaidi na unachokifanya. Lakini kwa ajili ya kuwafanya wananchi hata sisi tuwe na furaha zaidi, ni kuangalia ni namna gani ya kutoa elimu, kwa sababu kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika ili mtu apate furaha, kwa sababu saa nyingine hana furaha kutokana na kwamba anapitia madhila fulani ambayo labda ni kukoseshwa haki, ambayo labda hajui kwamba aende wapi. Ndio sababu ya kwamba sasa tume tunaendelea kujitambulisha kwao, pia kutoa elimu ya haki za binadamu, na wanapovunjiwa ni wapi wanastahili kuzipeleka hizo shida zao. Kwa hiyo wale wananchi wakipata uelewa wa masuala ya haki za binadamu na masuala ya utawala bora, tutawajengea uwezo wa kujua ya kwamba pindi wanapovunjiwa haki zao waende wapi. Kwa hiyo anapojua na akaenda na akashughulikiwa, yule mwananchi lazima atapata furaha. Kwa hiyo kile kiwango cha furaha tume inavyoendelea, tunaamini kwamba kiwango cha furaha cha wananchi kitaongezeka, na then maisha yataendelea, na tutakuwa sasa tunaanza kuachieve kutoka kwenye nchi ambazo hazina furaha wananchi wao, then kuelekea kwenye nchi za wananchi ambao wana furaha. Kwa hiyo tunaweza tukatoka hapa kutoka 136 kati ya hizo nchi 147 tunaweza tukafika. Tunaweza tena tukaondoka kabisa kwenye hilo kundi. Mnafanyaje sasa kuhakikisha haki za binadamu zinatunzwa na zinahifadhiwa hapa nchini? Jukumu ambalo tunafanya ni kutoa hii elimu ambayo tumesema. Lakini pia tunapopata malalamiko ya wananchi, kwa sababu mwisho wa siku pia tutatoa ni namna gani ambapo unaweza kuwasilisha malalamiko yako tume. Kwa hiyo huwa tunapokea malalamiko ya wananchi na kuyashughulikia. Sisi sio mahakama useme ya kwamba tunatoa hukumu. Kazi ya hukumu ni kazi ya mahakama. Sisi tumepewa kwa mujibu wa taratibu za zile Paris Principle ambazo zilituanzisha. Jukumu letu sisi is just a quasi judicial, ya kwamba sio mahakama, lakini inaweza ikakaa kama mahakama, lakini mwisho wa siku inatoa mapendekezo. Kwa hiyo jukumu moja la tume ni kupokea malalamiko ya wananchi, kuyafanyia uchunguzi, na mwisho wa siku kutoa mapendekezo ni namna gani basi ambacho kinaweza kufanyika kwa ajili ya kusaidia ile hali kuepushwa. Lakini jukumu lingine ni ile jukumu la elimu, tafiti. Kwa hiyo tutakapotoa elimu tunajengea wananchi wale awareness, wanaelewa sasa kumbe jambo hili liko hivi na linatakiwa lifanyike hivi. Lakini pia kwa ajili ya kuwafanya wananchi wajengee uelewa ni kufanya tafiti ya kwamba kuna mambo ambayo katika mizunguko yetu, katika jamii zetu, ya kwamba yanahitajiwa tafiti, na mwisho wa siku yanatolewa hizo mapendekezo kwa ajili sasa ya kuyafanya yale mambo yaweze kwenda vizuri kwa ajili ya serikali iweze kuyatekeleza. Haya, mnafanyaje? Kuna Anko Biki, ngoja twende. Ndio
Kwa siku za hivi karibuni tumesikia kauli pengine tata zikitolewa na viongozi mbalimbali ambazo pia zinaashiria kwamba kama ukiukaji wa haki za binadamu, kukwaza mtu, kutisha mtu. Kama tume, nafasi yenu ni ipi katika hili? Huwa tunafanya uchunguzi kwa sababu hauwezi ukasema jambo lolote kwanza kabla ya kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kama kuna viashiria vya hali ya kwamba kauli zinaweza zikawa zinavunja haki za binadamu, ni lazima tufuatilie kwanza zile kauli. Alizitoa wapi? Ziliripotiwa na chombo gani? Kwa sababu tume inavyofanya kazi sio ya kwamba tu lazima mtu afike tume kwa ajili ya kwenda kulalamika. Ya kwamba tume inavyofanya kazi, hata ikisikia hizi kauli ya kwamba inaonekana hii ina viashiria, tume inaweza ikatoa tamko. Lakini ikiona kuna haja ya kwamba ile kauli imeanza kuleta madhara na sintofahamu katika jamii, tume inaanzisha uchunguzi yenyewe. Kwa hiyo jukumu la tume si ya kwamba tu wananchi walete malalamiko, ya kwamba tume inaweza kaona jambo kama hilo, then ikaanzisha uchunguzi wake na mwisho wa siku ikatoa mapendekezo ni kitu gani cha kufanyika juu ya kauli au jambo lolote ambalo limetokea. Kwa hiyo tume ina uwezo wa kufanya vingi. Ya kwamba hata wewe mwenyewe Bwana Bakari, bwana Kiwemu, unaweza ukaona hata hiyo kauli ya kwamba inaweza ikachafua hali ya hewa, lakini ukafika tume kuambia jamani, naona hii hali inaweza ikachafua, hebu jaribuni kuifanyia uchunguzi, then tume ikafanya uchunguzi na mwisho wa siku ikatoa mapendekezo. Okay, mimi nimefurahia. Mimi nilikuwa sijui, kumbe inawezekana hata jambo